Day 2 News. We enlighten the dark side. Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025 lilipotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shailozi Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha Mzumbe, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16 mwaka 2025 mwezi wa 9 majira saa 5, yani tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira saa 5 usiku, huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya ICS jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechomwa moto. Kwa hiyo baada ya tukio la kutekwa, matokeo yake tarehe 16 mwezi wa 9 majira ya saa 5 za usiku kwenye huo mtaa wa Moravian niliosema kata ICS, mwili huo ulikutwa ukiwa unachomwa moto. Kwa hiyo kufuatia tukio hili, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ilianza ufuatiliaji ili kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika tukio hilo kwa kutumia kikosi chake cha askari mahiri wenye weledi katika masuala mazima ya ufuatiliaji wa matukio kama haya. Kwa hiyo katika ufuatiliaji huo, mnamo tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 4 za asubuhi alikamatwa mtu mmoja anaitwa Marwa Nyahega John mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni mkazi wa Uzunguni A hapa jijini Mbeya, ambaye katika mahojiano na timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webusta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na mteka nyara Shailozi Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Kwa hiyo baada ya kumteka, walianza kupiga simu kwa familia yake kwa lengo la kujipatia fedha, na iliposhindikana kupata fedha hizo kwa kupoteza ushahidi, wakihofia kwamba wanaweza kukamatwa, walipanga kumuua binti huyo ili kupoteza sasa ushahidi. Awali walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup. Kwa hiyo iliposhindikana kuondoa uhai wake, waliamua kumnyonga kwa kamba hadi kufa, kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hiyo, ufuatiliaji uliendelea, na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 alikamatwa mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Webusta William Mwantebele mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyo, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyopo katika wilaya ya Chunya. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie. Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Charangwa, eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumnasa mtu huyu ambaye Webusta William Mwantebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni na ndiye waliyeshirikiana naye kumuua yule binti ambaye nimemtaja Shailozi Mabula. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo
alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kwa kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumuonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache vitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kukaidi amri hiyo, yeye aliendelea kumkunja shati ya askari, lakini kutokana na umahiri wa yule askari na mafunzo ambayo ameyapata ya kujihami, aliweza kumdhibiti. Lakini pia askari wengine waliokuwepo karibu waliweza kufyatua risasi nyingine iliyompata kwenye mguu wa kushoto na huyo mtuhumiwa akaanguka chini. Hii yote ilikuwa ni katika kumnyong'onyesha ili asiweze kuleta madhara kwa askari. Kwa hiyo wakati wa purukushani hizo, wakati zinaendelea, mtuhumiwa Webuster William Mwantebele naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia waliona na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu wakimuonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi 3 na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua eneo la Charangwa liko kwenye kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani. Na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu. Lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Aidha, katika ufuatiliaji zaidi wa tukio hili, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alieleza kuwa wakati wakimpa mateso Shailozi Michael Mabula na kumrekodi kwenye picha mjongeo na kumtumia baba yake mzazi ili atoe fedha nyingi, alimkata binti huyo kidole cha mkono wa kulia, na baada ya mauaji hayo kidole hicho pamoja na nguo zake za ndani walizipeleka kwa mganga wa jadi na mganga wa kienyeji maeneo ya Isyesye jijini Mbeya kwa ajili ya kuwafanyia zindiko ili wasibainike na wala wasikamatwe na jeshi la polisi au mtu yoyote kufuatia tukio hili ambalo wamelifanya. Kwa hiyo waliamini hivyo na walifanya hivyo. Kwa hiyo mtumia huyo baada ya mahojiano alikwenda kuwaonyesha askari kwa huyo mganga ambako walipeleka hicho kidole cha huyo marehemu pamoja na nguo zake za ndani. Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyo mganga, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alikurupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtuhumiwa huyo alipata jeraha kubwa kichwani. Na kutokana na jeraha hilo, askari pia waliweza tena kumkimbiza katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ili aweze kutibiwa tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu basi akawa amefariki dunia. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali watafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu ya mwili ya kidole pamoja na nguo za ndani za huyo marehemu. Lakini katika upekuzi wa hawa watuhumiwa ambao sasa ni marehemu kwa wote kwa pamoja, walikutwa wakiwa na pingu 2, vitambulisho 2 vya bandia vya Jeshi la Wananchi Tanzania ya TPDF vyenye picha na majina yao, lakini pia walikuwa na simu zenye picha zinazoonyesha namna walivyokuwa wanatekeleza uhalifu wao na kurekodi haya matukio na kuyorusha kwa mzazi. Wakati huo taarifa kulingana na uchunguzi pia katika simu hizo pia walikuta kulikuwa na taarifa zingine za mawasiliano baina yao kabla, wakati na baada ya kumteka nyara kumuua huyu binti ambaye anaitwa Shailozi Michael Mabula mwezi wa 9 mwaka 2025. Kabla hili tukio la kutekwa kwa teko nyara kwa huyu binti Shailozi Michael Mabula, ni kwamba hawa watekaji walijaribu kufanya tukio hili la kumteka binti mwingine
ambaye anaitwa Hadija, ambaye pia anatoka kwenye familia ya huyo daktari. Kwa hiyo binti yule kwa wepesi aliweza kupiga kelele, na watu walipojitokeza hii gari iliondoka. Hiyo gari pia tumeifuatilia na tumeikamata. Katika kuionyesha hapo mtaiona, na yule binti amekwisha itambua tayari kwamba ndio hii, kwa sababu alitupa description. Lakini pia tulipowapata watuhumiwa walieleza, na hii gari ni mmoja wapo wa watuhumiwa ambao tumewakamata. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kufuatia tukio hilo linatoa wito kwa jamii, hasa vijana ambao kwanza ambao wamepata mafunzo ya ulinzi kwenye mfano JKT na maeneo mengine. Haya mafunzo wayatumie kama ambavyo yanalenga kwamba wawe ni wazalendo, na watumie mafunzo haya kwa mujibu wa sheria na taratibu, na sio kutumia mafunzo haya kufanya vitendo vya uhalifu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa rai kwa baadhi ya wananchi kuacha tamaa ya kujipatia mali na fedha kwa njia ya haramu, na badala yake wafanye kazi halali ya kujipatia kipato, kwani kama unavyoona uhalifu haulipi na hauna nafasi katika jamii. Kumbuke kuwa walifanya uhalifu, watu wote wanaofanya uhalifu wajue kabisa kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kupitia askari wake mahiri watafanya uchunguzi wa kina, na kama tulivyokwisha sema kwamba mkono wa sheria lazima uwafikie, na ndivyo ulivyoweza kuwafikia, na utaendelea kuwafikia wale wote waliohusika katika mnyororo mzima wa tukio hili ambalo limesababisha taharuki na kuleta simanzi katika jamii ya jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Day 2 News. We enlighten the dark side.